Kumekuwa na jitihada zinazofanywa na rais wa Marekani Bwana Donald Trump katika usitishaji wa mapigano huko nchini Ukraine. Mpango huu ni katika kuhakikisha kwamba amani inatawala katika eneo la Ulaya, na wakati huu rais wa Marekani Bwana Trump amedhamiria kuhakikisha kwamba vita baina ya Warusi na wa Ukraine vinakamilika ama vinaisha kabisa. Na wakati huu ukiachana na viongozi wa kidiplomasia waliofanya mazungumzo Jeddah nchini Saudi Arabia na mazungumzo mengine ambayo yalifanyika huko Istanbul nchini Uturuki, wakati huu kwa mara nyingine tena rais wa Urusi Vladimir Putin anazungumza kwa njia ya simu na rais wa Marekani Bwana Donald Trump, na katika mazungumzo hayo ikulu ya Kremlin imezungumzia masuala muhimu matano ambayo viongozi hao wawili wameyazungumza katika simu ya siku ya Jumanne kati ya Donald Trump na Vladimir Putin. Simu ya Putin na Trump ambayo ilieleza mambo muhimu ambayo wakati huu wengi wanatarajia huenda akabadilisha hali ya vita kati ya Warusi na wa Ukraine na pengine kuelekea katika amani. Wamejadiliana kuhusu uwezekano wa kusuluhishwa kwa mzozo huo wa nchini Ukraine na kuboresha uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Ikulu ya Kremlin imeeleza juu ya kile ambacho kimeelezwa kati ya Vladimir Putin na rais wa Marekani ambao walipiga simu siku ya Jumanne iliyokuwa ikitarajiwa na wengi kujadili uwezekano wa suluhu la mzozo wa Ukraine. Mazungumzo hayo yalidumu kwa saa 2.5 huku ikulu ya Marekani na ikulu ya Kremlin wakieleza kuwa ni chanya. Hata hivyo, mambo muhimu matano ambayo yalizungumzwa katika mazungumzo kati ya Putin na Urusi, kwanza ni pamoja na uwezekano wa kusitisha mapigano. Putin na Trump walijadili wazo la Trump la kusitisha mapigano kwa siku 30, huku upande wa Urusi ukielezea masuala mengi ya kutatuliwa kabla ya utekelezaji wake. Hata hivyo, ikulu ya Kremlin kupitia Dmitry Peskov ilisema katika taarifa kuwa Putin alieleza haja ya kuanzisha utaratibu wa kufuatilia ipasavyo uwezekano wa kusitisha mapigano pamoja na kusimamisha uhamasishaji wa kulazimishwa na kuweka silaha tena nchini Ukraine. Taarifa imesema hatari kubwa zinazohusiana na kutokuwa na uwezo wa serikali ya Kiev kujadili, ambayo mara kwa mara imeharibu na kukiuka makubaliano yaliyofikiwa, pia ilibainika. Ikulu ya Kremlin ilisema na kuongeza kwamba Putin pia alivutia umakini wa Trump kwa uhalifu wa kigaidi unaofanywa na wanamgambo wa Ukraine dhidi ya raia katika mkoa wa Kursk. Lakini jambo la pili ni maonyo kuhusu kushambulia miundombinu. Katika mazungumzo kati ya Trump na Putin, moja kati ya maeneo muhimu yaliyozungumziwa ni miundombinu kutoshambuliwa. Rais wa Marekani amejitwisha jukumu la upatanishi katika dhamira ya kumaliza vita hivi vya miaka mitatu, huku mwenzake Vladimir Putin wakikubaliana usitishwaji mara moja wa mashambulizi katika miundombinu ya nishati nchini Ukraine, ambapo Donald Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin walikubaliana kutoshambuliwa katika maeneo ya miundombinu. Rais wa Marekani pamoja na mwenzake wa Urusi, moja kati ya eneo muhimu ambalo wamelieleza kwa makini sana ni juu ya kutoshambulia maeneo ya miundombinu ya taifa kila upande. Hakukuwa na ishara kwamba Putin amerudi nyuma katika masharti yake ya awali ambayo yanapingwa vikali na Ukraine ili kusitisha vita hivyo. Miongoni mwa mambo mengine ambalo ni jambo la tatu muhimu ambalo limeelezwa katika mazungumzo hayo, Putin amesisitiza matakwa yake ya usitishwaji wa misaada ya kigeni ya kijeshi na kiintelijensia kwa Ukraine. Wakati wa mazungumzo hayo, moja kati ya mambo muhimu ambayo rais wa Urusi Vladimir Putin aliyapendekeza kwa mwenzake wa Marekani Bwana Donald Trump ni juu ya kusitishwa kwa upelekaji wa silaha huko nchini Ukraine. Ikumbuke katika siku za hivi karibuni, rais wa Marekani Bwana Donald Trump alisema kwamba atahakikisha anapeleka silaha nchini Ukraine, lakini wakati huu wamekubaliana kwamba hili lisiwezekane tena. Lakini jambo la 4 ni kubadilishana wafungwa. Rais wa Urusi alimwambia mwenzake wa Marekani kuhusu mabadilishano ya wafungwa yajayo na Ukraine yaliyopangwa kufanyika Jumatano. Shirika la habari la Kremlin lilifichua pande hizo mbili zimepangwa kubadilishana wafungwa 175 wa vita kila mmoja. Kwa kuongezea, Moscow itarudisha wanajeshi 23 waliojeruhiwa vibaya ili kuonyesha nia yake njema, ilieleza Kremlin. Lakini moja kati ya jambo la mwisho na muhimu ni haja ya amani ya kudumu. Putin na Donald Trump walithibitisha dhamira yao ya kufikia amani ya kudumu badala ya suluhu la muda la mzozo wa Ukraine. Moscow inazingatia hitaji la kuondoa sababu kuu ya mzozo na pia kukidhi maslahi halali ya Urusi katika eneo la usalama na kukomeshwa kabisa kwa msaada wa kijeshi wa kigeni
na utoaji wa habari za kijasusi kwa Kiev kama vipengele muhimu vinavyohitaji kufikia lengo. Lakini miongoni mwa mambo mengine, ukiachana na hayo mambo matano, ni ushirikiano baina ya nchi hizo mbili. Ukiachana na matakwa ya usitishaji wa vita nchini Ukraine, lakini moja ya jambo muhimu ni uhusiano kati ya Urusi na Marekani. Pia vimejadiliwa. Watu wawili wamekubaliana kufanya kazi katika miradi yenye manufaa kwa pande zote mbili, ambapo Washington na Moscow zimekuwa zikizingatia wigo mpana wa maeneo ambayo ni nchi zao mbili ziweze kuanzisha ushirikiano, imeeleza Kremlin. Viongozi hao wawili walikubaliana kwamba mustakabali wa uhusiano ulioboreshwa kati ya Marekani na Urusi una faida kubwa. Hii ni pamoja na mikataba mikubwa ya kiuchumi na utulivu wa kijiografia pamoja na amani kupatikana, imeelezwa katika mazungumzo kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Marekani Bwana Donald Trump. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein.